Kwa majina naitwa Mpoki Mwaiswaswa, mwenyekiti wa shirikisho na nilikuwa mgombea ubunge jimbo la Mbeya mjini kupitia chama cha NLD. Kwa pia ni mwenyekiti wa NLD Mbeya. Tamko la waziri wa mambo ya ndani kuhusiana na katazo la mkutano ya hadhara kwa namna yote ile ipo kinyume cha katiba pamoja na kinyume cha sheria. Kwa lugha nyepesi, kwa hiyo hatukubaliana na utaratibu wote unaenda kinyume cha utaratibu wa sheria kinyume kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukiniuliza sababu ni nyingi sana. Katika katazo lile hakukuwa na mahali popote palipokoti kifungu chochote kinachompa mamlaka hiyo. Na wala yeye sio muhusika wala sio mwenye mamlaka ya kutoa katazo au kutoa hatari yote yuko nchini. Mikutano ya hadhara ipo kwa mujibu wa sheria na jeshi la polisi limepewa utaratibu wa namna ya kulinda kuenenda na hii mikutano ya hadhara. Kwa kama kuna tishio lolote kwenye hicho kitu, kwanza bado hakijatokea, ni pre-assumption tu kwamba mtu anafikiri kunaweza katokea kitu fulani. Lakini pia tuna intelligence na vitu vyote na vyombo vyote hivi ambavyo vinaweza kufanya hiyo kazi ya kulinda, kusimamia na kuratibu mikutano ya hadhara. Kwa sababu vyote hivi si hata maeneo husika ya mikutano ya hadhara utaona tu kama kuna changamoto gani. Kwa mimi binafsi ukiniambia ile katazo lipo kisheria nitakataa. Labda lipo kisiasa kwamba kuna hofu imetokea, basi wanahisi hicho ndo labda kuwapunguzia nguvu wale walikuwa wanafanya mikutano ya hadhara au kupata uungwaji mkono mkubwa. Unaposema hofu unamaanisha nini? Hofu ya kisiasa? Hofu ya kisiasa, kulikuwa na matamko mengi hata kabla. Walianza kusema wanaleta vurugu, wanaleta shida gani? Sasa kutoka chama tawala walianza kutoa, yani hayo maneno yalikuwepo kuanzia kwa katibu mwenezi, shida kama wiki mbili nyuma na nini, unaona wengine anaamka yule nani wa wazazi. Kwa mpaka hiyo nafika pale kwamba hao wengine wanaofanya wanapata uungwaji mkono mkubwa. Huku wao wanapoteza nani, lakini kwa vyote vile sikuona kama kuna usahihi au kwamba ni sawa au ni haki. Hapana, sio haki. Lakini pia ukijua kwamba unavomfunga ukisana bomba, ukichukua bomba ukalifunga afu maji ukaenda ukayaacha, ile bomba itatafuta namna itapasuka. Kwa ilikuwa ni mara ngapi au ni bora ingekuwa naendelea kusikiliza hizi kero za wananchi, zile changamoto zinazozungumziwa, hiyo mkutano akajue namna nyingine ya kukabiliana nayo, kwa maana kwa sababu kinachohakikisha si ni mahitaji ya wananchi na ni matakwa ya wananchi. Kama kuna upepo, kuna changamoto yote inayohisiwa ambayo inaweza kutokea, vyombo vyetu tunaviamini ni imara na ni shupavu. Ulikuwa unaweza kukabili kwa njia nyingine au kiacha tu mikutano ya hadhara, kwa sababu mikutano ya hadhara si ndio rais watu hujua anaongea nini, wanazungumza nini. Okay, unazuia mikutano ya hadhara, je, unazuia wao mingine isiendelee kuongelewa, kuzungumzwa? Unakuta hapana. Kwa mimi nafikiri ile kipo kisiasa, tunaweza kusema kwa sababu siasa ni propaganda, ni mchezo wa nafasi, kwa hiyo inategemea unaweza kudhibiti wapi, lakini kwa maana ya kwa mujibu wa utaratibu, sheria, katiba na nini haikuwa sawa. Tuliulizwa juzi hapa mwana mmoja ya chombo cha habari, uliona alivyokuwa anajibu, anang'ata maneno, akaenda mbali kwa mwenyewe akajiuliza, akasema okay, hapa anajibu saa iliyonyoka. Hizi ni sababu tu za kisiasa basi. Lakini pia amesema kumekuwa na kurushiana kwa maneno hasa kwa vyama viwili, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na Chama cha Mapinduzi CCM, wanapokuwa kwenye mikutano. Hao wanazungumza hiki, hao wanazungumza hiki. Anasema pia hii inaweza ikawa inaleta viashiria ambavyo vinaweza vikasababisha uvunjifu wa amani. Kwa mfano kwa Chama cha Mapinduzi, kwanza Chadema na Chama cha Mapinduzi ambao ni chama tawala hawezi kuzungumza lugha moja. Chama tawala kinatunga sera, kina serikali, kinatekeleza kila kitu. Chama pinzani kinakosoa, kinawajibisha, kinafanyaje. Kwa yenyewe haikupasa kurushiana maneno, bali mimi naamini chama tawala kilipaswa kuwajibika kwa kile kinachozungumzwa, ikiwa ni pamoja na kufanyia kazi zile changamoto zinazosemwa kwenye mikutano. Ikiwa na chenyewe kinakuja kulalamika kama chama kingine, ina maana hiki chama kinakosa uhalali, yaani kinakosa ile mamlaka kwamba okay, ni chama tawala, kina kila kitu, kina nini. Kama Chadema wana hoja, siwajibie hoja zao. Kama hawana hoja, siwajibie pia kwa vile kwa hoja kwamba alishawahi kusema mstaafu Rais Kikwete kwamba hoja ipigwi rungu, hoja inajibiwa. Kwa vyote hivyo hata nileta hivi ni kwamba ni kuogopa tu kwamba wenzetu wanazungumza nini, lazima tukiwa tujibu nini. Na siasa of course zipo na zitaendelea, lakini pia kusema eti Chadema asifie kila kitu, hapana. Kuna muda maslahi mengine Chadema wanaongelea labda maslahi ya, tumeona kwenye mikutano maslahi ya watumishi wa umma ikiwemo polisi, walimu na watu wengine. Je, kuzungumzia maslahi kwamba ni madogo ni kosa?
Ni kwamba unaamsha tu aliko bana, kuna maasai mtakiwa mpambane, serikali wajali, serikali yenu na nini hivyo. Sasa kama kile ni kibaya hapana, kama tutazungumzia maendeleo ndio kitu tunachohitaji. Na kama hamna mtu wa kuamsha wote tukawa tunasifia, hakutakuwa na maendeleo, kutakuwa na serikali, tutakuwa na mnyororo wa unafiki mkubwa sana na ufitinishi. Maana tunavijana ni fitina. Kwa mimi yani kwa mimi binafsi Chadema alichokuwa nakifanya kilikuwa ni sahihi. Kwa majina naitwa Ibrahim Mwakwama, mashine ya kusaga na kukoboa. Ni katibu wa shirikisho la vyama vya siasa mkoa wa Mbeya, lakini pia ni katibu wa kafu chama cha wananchi mkoa wa Mbeya. Niko hapa kuzungumza na Watanzania na wanambeya wenzangu kuhusu hili zuio la mikutano ya hadhara ambalo Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani Katambi aliyozungumza kuzuia. Kwanza mimi kitu cha kwanza sikubaliani naye. Sikubaliani naye kwa sababu hii mikutano ya hadhara ipo kisheria na katiba ya nchi inaruhusu mtu kuzungumza. Lakini kitu cha pili, siku zote unapotaka kufanya jambo jema lazima ufanye utafiti. Sawa? Wadau wa hii mikutano ya hadhara wapo, si ndio? Ambao ni vyama vya siasa, kipo kituo cha demokrasia TCD na watu wengine ambao tunaamini ni wadau wanaweza kushauri. Ilitakiwa waitwe kwanza kwamba bwana kuna 1 2 3 viashiria vya vurugu, si ndio? Yeye amesemea kwenye 77 ambacho anakisema. Lakini mimi hicho kitu ambacho sina uhakika nacho kwamba 77 hicho kitu kipo. Lakini pili, kwani leo hii tunazungumzia, leo hii nakuuliza mwandishi wa habari kuhusu maandamano bwana, hata kama yapo au hayapo sio kosa kisheria. Nimewahi kusema hata mara pengine. Kwa mimi sikubaliani naye kwa sababu hajafuata ule utaratibu nao takiwa na kwa mujibu wa sheria za nchi zinavyotaka. Leo hii labda wao wanatuhumiana kwamba labda Chadema, kwa sababu hapa naamini labda mlengo atakuwa ni Chadema. Lakini sasa na wengine sisi kafu tunaathirika, ACT wanaathirika, vyama vyote ambao ni wadau wa siasa na maendeleo kwenye nchi wamefanya nini? Wameathirika. Yaani tumefikia pabaya sana, kitendo ambacho mimi naweza nikaita ni ujinga wa hali ya juu sana. Tunaamini kwamba mtu akikosoa huyu anahamasisha vurugu. Kwenye siasa hicho kitu hakipo. Hivi leo hii mimi nazungumzia katiba mpya. Nikuulize mwandishi wa habari, katiba mpya ni kosa kuzungumzia? Au mimi nikajaza mikutano yangu nikazungumza kuhusu katiba mpya kwamba Watanzania wanataka katiba mpya? Sio kosa kisheria hilo jambo. Je, tunazungumzia labda hii wenzetu wanazungumzia kwamba free Lissu, si ndio? Na Lissu kiangalia na wewe mwenyewe unaona kesi inavyopigwa kalenda. Mimi siingili mahakama. Kwa sasa hivyo huwezi kuwa viashiria vya vurugu. Japo watu wanadai haki, ile ni haki na nchi inaturuhusu, ndio maana kuna mfumo wa vyama vingi. Mimi sikubaliani kabisa na waziri. Na niseme mimi kutoka ndani zati ya moyo wangu, mimi sikubaliani na Mheshimiwa Waziri, na mimi nasema hivi, mimi ningekuwa pale juu, mimi ningeendelea na mikutano ya hadhara. Ningeendelea kwa sababu katiba na sheria za nchi zinaniruhusu kuendelea. Lakini kuzuia hivi kinyemela, hujafuata taratibu zozote, hujazungumza na wadau wa hizo siasa ambazo wewe unasema zinaleta vurugu, unakuja unafungia tu. Hii nchi sisi tunaipeleka pabaya. Na mimi niwaambie watawala, sawa? Mimi na waheshimu ni watawala, lakini wasijikinai. Sawa? Wasijikinai kwamba wao wana viburi vile vya uzima. Hii nchi huwezi kuitengeneza kwa namna hiyo wao wanavyotaka. Hii nchi ili itengeneze lazima tukae. Na mimi ni muumini wa kuzungumza tukae. Si ndio? Kwamba wewe kafu unakosea 1 2 3. Chadema unakosea 1 2 3. CCM unakosea 1 2 3. Tuzungumze. Ndio hicho kitu ambacho litakiwa kifanye. Kabla vitu vyote hivi hajavifanya, angewaita Chadema, angewaita kafu, angewaita ACT, wote wale wazungumze kwamba bwana, huku mbele tunakoelekea sasa kuna viashiria ambavyo ni uvunjifu wa amani au kuna maandamano. Lakini unapozungumzia maandamano lazima uwe na hoja za msingi, kwa sababu maandamano yameruhusiwa kwenye katiba. Kwa huwezi kumaliza migogoro kwa kuzuia mikutano ya vyama vya siasa. Migogoro inamalizwa kwa kuzungumza. Na kuzungumza mzungumze, na katiba inasema nini na sheria. Nikwambie mwandishi wa habari, kwenye nchi hayupo Mtanzania ambaye yuko radhi kuibomoa nchi yake. Hayupo. Yaani hayupo. Hata leo tukatoka hapo nje tukauliza Watanzania, ni nani ambaye anataka kuchoma kiberiti nchi yake? Hayupo, hutampata hata mmoja. Sawa, ila wao wanachochea hiyo chachu kwamba hayo mambo yaonekane yapo, lakini kumbe ni kitu ambacho hakipo. Okay, tunazungumzia labda wao wanasema Gen Z. Sawa, je, kama wanatishia hiyo 77? Si ndio? Leo hii watu ni kweli kilichotokea tarehe 29 kinaogopesha.